Hatimaye kombora hatari la Iran Khorramshahr-4 laingia uwanjani katika operesheni Ahadi ya Kweli namba 4, ikitwanga ngome za Israel na kushambulia vibaya maeneo mbalimbali huko nchini Israel. Kombora hatari la Khorramshahr-4 limeingia katika uwanja wa mapambano katika operesheni inayoendelea, ambapo jeshi la IRGC limeamua kutumia kombora hilo, moja kati ya makombora ya kisasa zaidi. Taarifa zilizotolewa na idara ya uhusiano ya umma ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran, Sepa, imetangaza kuwa makombora ya Khorramshahr-4 kwa jina lingine Khaibar ya kikosi cha anga cha jeshi hilo yameanza kutumika kwa kushambulia katikati ya mji wa Tel Aviv, lakini pia kushambulia uwanja wa Ben Gurion na kambi ya jeshi la anga la Israel katika uwanja huo. Mashambulizi hayo yameanza kwa jina la msimbo ya Hassan bin Ali alayhi salam. Hilo ndilo jina la mashambulizi ambayo yamepewa kupitia kombora la Khorramshahr-4 ama Khaibar. Hili ni kombora hatari mno la nchini Iran. Taarifa nambari 21 iliyotolewa na idara ya uhusiano wa umma ya IRGC imeeleza kuwa makombora mazito ya Khorramshahr-4 ya kikosi cha anga cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, ambayo kichwa cha kila mmoja wa kombora kina uzito wa tani moja, yamefyatuliwa mapema leo kuelekea Tel Aviv, uwanja wa ndege wa Ben Gurion na kambi ya jeshi la anga la Israel katika uwanja huo, katika fremu ya operesheni ya Ahadi ya Kweli namba 4. Mafanikio ya makombora hayo ya kistratejia ya kuvuka salama matabaka 7 ya mifumo ya ulinzi wa anga ya Israel, yakitanguliwa na ndege za kivita zisizokuwa na rubani, yamesababisha hali mbaya katika taifa hilo la Israel. Khorramshahr-4 ni miongoni mwa makombora mazito na tegemezi kwa Iran wakati huu. Ni moja kati ya makombora ambayo IRGC ilitangaza watayaingiza katika ulingo wa mapambano, na sasa makombora haya yameingizwa kazini. Kazi kubwa inayofanya ni kusambaratisha kila kitu. Katika wakati huu, Iran ilitanguliza ndege zisizokuwa na rubani. Wakati ambapo ndege hizo zikidunguliwa, makombora ya Khorramshahr-4 yaliongoza, lakini hayakuweza kudunguliwa licha ya taarifa kutoka Israel ambazo zinauaminisha umma kwamba makombora hayo yamedunguliwa, lakini makombora haya yamesababisha hasara kubwa katika maeneo mbalimbali, hasa uwanja wa ndege wa Ben Gurion, lakini pia katikati mwa Tel Aviv, lakini pia na kambi ya anga ya Israel. Zote hizo zimeharibiwa vibaya kutokana na mashambulizi ya mapema yaliyofanywa na IRGC, kwa maana ya jeshi la Iran, kupitia makombora yake hatari ya Khorramshahr-4. Hili ni kombora ambalo kimsingi ni tegemezi pia kwa upande wa Iran. IRGC imesema kombora hili ni miongoni tu mwa makombora ambayo ni tegemezi, lakini yapo makombora mengine ambayo Iran itayaingiza vitani. Siku za mwanzo Iran inadai kwamba ilitumia makombora yake ya muda mrefu yaliyopo katika hifadhi, na sasa wanatumia makombora ambayo yataweza kufanya maangamizi ndani ya Israel, lakini pia na maeneo yote ambayo yamekuwa ya faida kwa upande wa Iran. Hata hivyo, kuna makombora mengine mfano wa Fatah-2 nayo pia yameingizwa katika uwanja wa mapambano. Jarida maarufu la Military Watch limefichua kuwa ni karibu muhali kuweza kulizuia kombora jipya la hypersonic la Iran la Fatah-2, moja kati ya makombora ya Iran ambayo ni tegemezi, na lenyewe pia limeshindwa kuzuiliwa kutokana na kasi yake ya kustaajabisha na uwezo wake mkubwa wa manuva. Ni baada ya kutangaza kuwa Iran imeanza kutumia makombora yake ya hypersonic ya Fatah-2 dhidi ya shabaha za Marekani na Israel. Jarida hilo la utafiti wa masuala ya kijeshi limechapisha picha za mashambulizi karibu ya Iran dhidi ya maeneo muhimu ya Israel na kusema kuwa teknolojia ya kisasa iliyotumiwa katika kombora la Fatah-2 ni hatua muhimu sana katika mlingano wa kijeshi wa Asia Magharibi. Kwa hivyo kombora hili la sasa hivi la Khorram-4 ni moja kati ya makombora ambayo sasa yanaanza kutumiwa katika mapambano. Hali itakuwaje? Endelea kutufuatilia mtazamaji wa The World News, kupitia hapa tutakujuza yanayojiri katika uwanja wa vita huko Mashariki ya Kati. Naitwa Damu.